Kumekuwa na jitihada mbalimbali za kutafuta amani duniani. Hivi sasa, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na mwenzake wa Rwanda wako tayari kusaini makubaliano ya amani baina yao yanayolenga kumaliza mzozo wa muda mrefu kati yao. Rais wa Rwanda Paul Kagame atakutana na Rais wa DRC Felix Tshisekedi leo Disemba 4, 2025, ambapo ikulu ya White House ya Marekani imesema watasaini makubaliano ya amani. Katika mkutano huo ulioandaliwa na Rais wa Marekani Donald Trump mjini Washington, viongozi hao wanalenga kuridhia ahadi za kuondoa wanajeshi, kuwapokonya silaha wanamgambo na ushirikiano wa kiuchumi. Rais Trump ana matumaini kuwa makubaliano kati ya nchi hizo mbili yatafungua njia kwa Marekani kupata udhibiti wa madini muhimu mashariki mwa DRC, eneo ambalo linakumbwa na vita, shirika la habari la DW limesema. Tshisekedi na Kagame sasa watayadhibiti, huku viongozi wengine kadhaa wa Afrika na Kiarabu wakiwemo wa Burundi na Qatar wanatarajiwa kuhudhuria hafla ya utiaji saini. M23 hawatakuwepo, watafanya mazungumzo na serikali ya DRC katika mchakato sambamba wa amani unaoongozwa na Qatar. Akizungumzia mashambulizi hayo, Rais Tshisekedi amesema, na hapa nanukuu, "Tunaitolea wito jumuiya ya kimataifa kulaani vikali vitendo hivi na kuweka vikwazo vinavyoilenga Rwanda kwa kuvuruga amani, na tunataka wanajeshi wa Rwanda waondolewe mara moja na bila masharti kutoka kwenye eneo letu." Mwisho wa kunukuu. Hata hivyo, makubaliano kadhaa ya amani yaliyofanywa tangu miaka ya 1990 yameshindwa baada ya Rwanda kushitumu serikali za awali za DRC kwa kushindwa kupunguza silaha za FDLR, jambo ambalo inasema ni kikwazo kikuu katika juhudi za sasa za kumaliza mzozo. Serikali ya DRC pia imekuwa ikidai kwamba M23 irudishe ardhi iliyotekwa, jambo ambalo hadi sasa wameshindwa kufanya katika mazungumzo yanayoendeshwa na Qatar. Wachambuzi wanasema diplomasia ya Marekani imesitisha kuongezeka kwa mapigano mashariki mwa Kongo, lakini imeshindwa kutatua masuala ya msingi. Kundi la waasi wa M23 linasemekana linaungwa mkono na Rwanda limeteka miji miwili mikubwa mashariki mwa Kongo mapema mwaka huu na kuibua hofu kutokea kwa vita kubwa zaidi. Na hapa nanukuu, "Tunatumaini kwamba baada ya kusainiwa tutaona uboreshaji katika uwanja." Mwisho wa kunukuu. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Olivier Nduhungirehe amenukuliwa katika mahojiano yake na Reuters siku ya Jumatano iliyopita. Makubaliano hayo yatasainiwa ikiwa ni zaidi ya miezi mitano baada ya mawaziri wa mambo ya nje wa Rwanda na DRC kukutana na Rais Donald Trump na kutangaza makubaliano mengine kumaliza mzozo huu. Trump aliwafanya mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo mbili kusaini makubaliano ya amani